Anga baridi la kaskazini mwa Ulaya, kivuli cha vita kinazidi kurefuka. Ndani ya dakika chache tu, sauti nzito za injini zilipasua ukimya. Ndege hatari za kivita aina ya Dassault Rafale zilishuka kwa kasi katika kituo cha kijeshi cha Saulia Air Base, umbali wa takribani kilomita 130 tu kutoka mipaka ya Russia. Hii haikuwa operesheni ya kawaida. Huu ulikuwa ujumbe mkali wa moja kwa moja. Ufaransa sasa imechukua uongozi wa doria za anga za NATO. Katika anga ya Lithuania, ndege hizi si za maonyesho, zina uwezo wa kupiga makombora ya anga kwa anga na hata mashambulizi ya masafa marefu yanayoweza kupenya ndani kabisa ya ardhi ya Urusi hadi maelfu ya kilomita kupita miji mikuu kama Moscow na St. Petersburg. Ni kama kupeleka mshale uliokwisha chorwa unangoja tu kuachiliwa. Wakati huo huo, ardhini hali si shwari. Mizinga mizito ya kivita ya Leclerc tank limeonekana likiunguruma katika mazoezi ya risasi halisi nchini Romania, karibu kabisa na mpaka wa Ukraine. Taswira nzima inaonyesha maandalizi si ya kulinda tu, bali kukabiliana. Kwani katika miaka ya karibuni vikosi vya Ufaransa vimekuwa vikihusika moja kwa moja katika mapigano ndani ya ardhi ya Ukraine dhidi ya vikosi vya Urusi. Wakati huo huo, anga za Mashariki ya Kati zimekuwa zikishuhudia mapambano dhidi ya droni za Irani. Lakini gharama yake imeanza kuonekana. Akiba ya makombora ya anga kwa anga imepungua, ishara kuwa vita hivi si vya muda mfupi, bali ni vita vya kuchosha nguvu polepole. Huku zaidi ya hapo, vikosi vya Magharibi vikiongozwa pia na Ufaransa vimeanza kukamata meli za mizigo baharini zinazobeba bidhaa za Urusi, hasa mafuta, hatua inayozua mjadala mkali duniani kuhusu uhalali wake kisheria. Ingawa Dassault Rafale ni ndege ya kisasa ya kizazi cha 4, ukweli mgumu unaanza kujitokeza. Si kila mapambano yanaweza kushindwa kwa teknolojia ya kati. Ikilinganishwa na majitu ya anga kama F-35 Lightning II ya Marekani au Chengdu J-20 ya China, Rafale inaonekana kubanwa na uwezo mdogo wa rada na nguvu ya injini. Hata ndani ya daraja lake, wapinzani kama Sukhoi Su-35 na F-15EX Eagles II wanatajwa kuwa na ubora mkubwa zaidi. Na wakati Urusi ikiendelea kuimarisha jeshi lake kwa kuongeza ndege za kisasa zaidi aina ya Sukhoi Su-57, swali linaibuka: je, Rafale inaweza kustahimili vita ya kiwango cha juu bila msaada wa Marekani? Maneno ya viongozi wa kijeshi wa Ufaransa yanaongeza presha. Mkuu wa vikosi vya ardhini Pierre Schell alishawahi kuonya kuwa taifa hilo liko tayari kuongeza mashambulizi dhidi ya Urusi ifikapo mwaka 2026. Naye mkuu wa majeshi Fabien Mandon ametahadharisha kuwa wanajeshi wanapaswa kuwa tayari kwa vita kamili ndani ya miaka michache ijayo. Na juu kabisa ya piramidi ya uamuzi, Rais Emmanuel Macron ameweka wazi kwamba hakuna hatua iliyofungwa mezani, hata uwezekano wa kutuma majeshi ya ardhini ndani ya Ukraine. Kwa sasa dunia inatazama kila ndege inayotua, kila tanki linalosonga, kila tamko la kisiasa. Vyote vinaandika sura mpya ya historia. Je, huu ni mchezo wa kuonyesha nguvu tu, au ni mwanzo wa mapambano yatakayobadilisha ramani ya dunia? Jibu liko mbioni, na anga la Ulaya tayari limeanza kunguruma.